na kuwahusieni nyinyi katika kumcha Allahu subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna pepo ya mzungumzaji wala hakuna pepo ya msikilizaji, bali kuna pepo ya mwenye kufanyia kazi. Kwa hiyo kila mmoja hakili kwenye kichwa chake, si kana kuwa shekhe ataongea maneno mazuri, ayo maneno yeye huenda yakampeleka peponi. Laisa illa, isipokuwa bil afwali, kwa vile vitendo, wala si bikalami, wala si kwa maneno. Ama ndugu zangu Waislamu, leo tumeona tuwaletee sehemu moja, ama tuwaletee kiswa ambacho Hudhaifa ibn Yamani pamoja na Umar ibn Khattabi, au watu ni masahaba wawili, walikutana siku moja, lakini wafihi, ndani yake, ikhtibaran kathira, kuna mazingatio mengi au mazingatio kele katika kiswa hiki. Na kiswa hiki ukitaka kukipata utakipata katika kitabu kinaitwa Baharu Dhumui, ukurasa nambari 133, ndio utapata kiswa hiki. Kwa ndugu zangu, jambo la kwanza ni jambo ambalo kila mwanadamu inapasa azingatie viswa hivi, ama azingatie viswa hivi. Kwa sababu gani? Allahu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, tena ametumia fi'lul amri, faqsusul qasas. Ewe bwana mtume, wewe wasimlie viswa, faqsusul qasas, wasimlie visa watu wako, uenda wao katika hivyo visa wataongoka. Na ukiangalia 75% Mwenyezi Mungu mtukufu katika Qur'ani amezungumza katika idea ya viswa. Amezungumza ashabul fil, watu wa tembo, ni kiswa. Amezungumza katika suratu Tabbat, hicho ni kiswa. Ameenda kuzungumza katika ashabul fil, kiswa. Ameenda kuzungumza katika suratul Maryam, kuna viswa. Suratul Bakara ndani yake kuna viswa. Kwa hiyo visa vinakuwa vina maana kubwa ndani yake. Kwa jambo la kwanza, kila mmoja hakae na atambue, ajue kwa mantiki moja ama nyingine. Leo tutaangalia huyu Hudhaifa ibn Yamani pamoja na Umar ibn Khattabi. Hawa watu wawili walikuwa ni maswahaba. Sasa ilikuwaje mpaka leo hii khatibu ameamua kutuletea kisa hiki? Tumesema wafihi, na ndani yake maana kathiru, kuna maana nyingi. Yauman wahida, tunaambiwa na alimamu Ibn Jauzi, yauman wahida, siku moja. Yawa kumepokelewa fi baadhi al-akhbar, katika baadhi ya habari, anna Umar ibn Khattabi, ama hakika ya Umar ibn Khattabi, huyu ni khalifa wa pili wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamfahamu khalifa huyu ni khalifa ambaye alikuwa akitisha katika uongozi wake. Ibilisi mwenyewe alikuwa akimuona, basi alikuwa akikimbia kwa ile takwa aliyokuwa nayo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mwenyezi Mungu amrahamu, alikutana pamoja na Hudhaifa ibn Yamani, walikutana siku moja. Faqal, akasema Umar ibn Khattab kumwambia Hudhaifa, kaifa asbahata ya Hudhaifa, ewe Hudhaifa, vipi umepambazukiwa wewe?
ama vipi, kumekuchoka wewe? Hudhaifa asalimiwa na khalifa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Faqal, akasema Hudhaifa ibn Amani, akasemaje Hudhaifa ibn Amani? Qala, akasema asbahatun, nimepambazukiwa mimi, ya amiril mu'minin, ewe amiril mu'minin, ahabbul fitnati, nimepambazukiwa mimi hali ya kuwa ninapenda fitina. Umar bin Khattabi pale akachukia, faaghadha, Umar bin Khattabi akachukia, mimi nimemsalimia kwa maamkizi yaliyokuwa mazuri, namjulia hali ndugu yangu Hudhaifa, lakini yeye Hudhaifa mimi ananijibu hivi. Lakini Hudhaifa yeye alikuwa ni mkorofi sana, ama alitaka kumchokoza Umar bin Khattab. Hudhaifa akaendelea kusema wa akrahul haqq, lakini vile vile ya amirul mu'minina, mimi nimepambazukiwa hali ya kuwa ninachukia haki. Hotuba yetu inasema ya ummati Muhammad, enyi ummati Muhammad, udhkur, kumbukeni nini? Walivyokutana Umar bin Khattab ma Hudhaifa. Kisa cha Umar bin Khattab pamoja na Hudhaifa enzi zao katika wakiwa wako hai, ndio tunazungumzia leo. Tuangalie ndani yake kuna maana gani. Lakini akasema pili, mimi nimepambazukiwa aliyakuwa nachukia haki. Hii inawezekanaje mwanadamu wa kawaida kuchukia haki? Wa aqulu, na ninasema bima, kwa yale ambayo lam yuhlaq, yale yasiyoumbwa, mimi ndio nayasema sana hayo. Ibn Khattabi yani ndio anazidi kuchukia. Hudhaifa anaendelea kumchokoza Umar ibn Khattab. Wa ashhad, na mimi nashuhudia bima lam ara, kwa yule ambaye haonekani, lakini mimi namshuhudia. Umar ibn Khattab anasema hadha shay'un, hili ni jambo ambalo limekuwa jadidi, limekuwa ni jambo jipya sana katika maisha yangu. Sikuweza kutaraji kama siku moja Hudhaifa mimi ataniambia hivyo huyo Hudhaifa. Lakini Hudhaifa akasema wa usalli bila udhui, lakini mimi ninapenda sana ninapokuwa mimi nimeamka, ninapokuwa katika mambo yangu, ninapenda sana kuswali pasina ya udhu. Anaendelea Hudhaifa kutuambia Umar bin Khattab amekaa tena, amekaa mkao mzuri, amemsikiliza huyo Hudhaifa anaongea nini Ibn Amani. Anaendelea kusema wali, nani na mimi, fil ardhi, katika ardhi, ma laysa Allahu, kile ambacho ana Mwenyezi Mungu, fi samai, katika mbingu, mimi ardhini ninacho. Umar ibn Khattab fa'aghadha, akakasirika Umar ibn Khattab. Huko Hudhaifa ibn Amani yeye atabasama, utabasamu, wayafurahu, na ufurahi, lakini amirul mu'minin huko amechukia. Famara, akapita Ali ibn Abi Talib, fawajada, akamkuta Umar ibn Khattab na Hudhaifa, akiwa na Hudhaifa, lakini anapomwangalia Umar ibn Khattab amechukia, anapomwangalia huyo Hudhaifa yatabasama. Akasema ya amirul mu'minina, ewe amirul mu'minina, madha, ni kitu gani wewe kimekuchukiza? Umar ibn Khattab akasema mimi nimemsalimia Hudhaifa, lakini Hudhaifa mimi nilivyomwambia, nilivyomsalimia,
ameniambia vitu ambavyo haviingiliki akilini. Hudhaifa ibn Yamani pale akaanza tena, akazidisha furaha. Ali ibn Abi Talib anamwona Hudhaifa anafurahi, anamwona Amirul Mu'minin huku Mungu amechukia, mwambia Hudhaifa, kwani wewe umemwambia nini Amirul Mu'minin? Hudhaifa akamwambia, mimi amenisalimia. Kaifa asbahata ya Hudhaifa, Hudhaifa wewe umepambazukiwa vipi? Na mimi nikamwambia baadhi ya vitu, naona hivyo hajanielewa mimi kwa yale mafuhumu yake, na ndio maana Umar ibn Khattab amiri wangu alichukia. Ali ibn Abi Talib akamwambia, wahia ni vitu gani hivyo ya Hudhaifa? Na hapa ndo tunakuja katika mazingatio yetu.